hapa kwetu Kirinyaga. Nimegusia ya kwamba na nimekuwa nikiongea hii maneno, sisi watu wa Kirinyaga tusikubali kubebwa na watu wengine bila mpangilio, bila mazungumzo na bila mwelekeo. Lazima kama mtu kuna mahali anataka kutupeleka, tunakaa chini anatuambia ni wapi. Kama kuna kitu, kuna resources zinagawanywa, lazima watu wa Kirinyaga waambiwe yao ni ngapi. Na tumeshuhudia ya kwamba hapa kwetu kuna wale wanataka kutuongoza bila kutujulisha wanatupeleka wapi. Mimi kama kiongozi hapa, moja wa viongozi wa hapa Kirinyaga, nataka kuhimiza watu wetu wakubali. Tukae pamoja, viongozi, wananchi, tujiamulie njia yetu kama wakaaji wa Kirinyaga. Tusibebwe tu na tusifuate tu kwa sababu watu wanasema twende njia hii, tunafuata bila mpangilio. Na sisi tunataka kukaa kama kaunti zingine zenye zinajipanga. Na mimi huwa nafurahia sana kaunti kama ya Bungoma. Uongozi wao kwa sababu wanasikizana, unakuta wanakaa kwa meza ya uongozi kwa sababu wako structured na wako na uongozi. Mimi nataka tukae hivyo ndio tukienda mambo ya taifa, ikiwa kuna mahali kuna mazungumzo, watu wetu wa Kirinyaga wanakuwa hapo, kuna wamekubali nani anasimamia mambo yao na ni kina nani wataangalia ya kwamba sisi hatutafinywa kwa njia yoyote. Na hiyo ndio advice yangu kwa watu wetu wa Kirinyaga. Kuna ile kazi tumefanya pamoja nanyi, sana sana kazi ya masomo. Na hii kazi, na hapa leo tuko kuzindua hii hall, hii multipurpose hall ya Mukui Secondary School, shule yenye ni ya D. Watoto wetu huwa wanakuja hapa kila siku kupata masomo. Na kupitia hii fund tunaita NGCDF, tumeweza kusaidia hii shule kati ya shule zingine ndio wapate mahali bora ya watoto wetu kupata masomo, na pia mahali bora ya kuketi chini wapate chakula chao na wapate kufanya mambo ingine yenye inafanyika hapa kwa ho. Mwalimu aweze kufanya mikutano, na pia nyinyi kama community mupate mahali ya kufanyia mikutano. Na pia siku ya leo mimi naona ni siku kuu sana kwa nyinyi watu wa Mukui, kwa sababu hamujapata hoo peke yake kwa hii shule. Mumepata pia bus mpya ya watoto wetu wa hii shule na community yetu ya hapa shule. Na ile kazi tumeweza kufanya hapa kupitia kutumia pesa yetu ya NGCDF. Nafikiria mtakubaliana nanyi ya kwamba hii fund inatakiwa, vile tulikuja hapa juzi kufanya public participation, hii fund inatakiwa iwe kwa katiba yetu. Ndio kuje mtu anaitaka ama haitaki, kuwe na serikali inataka CDF ama serikali haipata CDF iendelee mbele ndio tuweze kusaidia watoto wetu. Wazazi mnasema CDF iendelee ama CDF iishe? Kwa projects na kwa basari kusaidia watoto wenye wazazi wamelemewa na mzigo ya masomo. Tumetumia kila mtoto Kenya shillings 90,000 kwa miaka 7. Kama tungewaambia nyinyi wazazi kila mzazi atolee mtoto pesa, tungekuwa sasa tunawadai karibu
1,100. Aciari nĩ mũngĩrutĩte mbeca icio? Kwa sababu tunajua mko na mzigo, na si ya masomo peke yake. Mko na mzigo ya maisha. Mambo ya maisha mnasukumana nayo kwa njia zingine. Ndio sababu serikali inaendelea kutusaidia kwa mambo ya masomo kupitia NGCDF. Na mimi nataka kushukuru rais hapa siku ya leo, kwa sababu wakati tulikuwa tunafanya siasa 2022, alituambia yeye alikuwa MP wakati wa CDF. Na kama sio CDF, hangeweza kusaidia watu wake vile aliwasaidia akiwa MP. Na akatuahidi sisi wajumbe ya kwamba atahakikisha hii pesa ya CDF inaendelea kuwafikia nyinyi. Na jukumu sasa ni sisi MPs, mimi nikiwa mmoja wao. Tuendelee kuangalia hii pesa, kutumia hii pesa na kuoversight hii pesa kwa njia ifaayo. Kwa hakuna mahali MP anasign. Kazi ya MP ni kupeana oversight na kupeana leadership. Kusema tufanye hii, tusifanye hii, lakini sio ya kumanage. Mtakubali wazazi kazi iendelee hivyo? Unajua juzi, nasema hivyo kwa sababu juzi nisikia kiongozi akisema ya kwamba CDF sasa iishe ipelekewe magavana. Nyinyi mtakubali CDF ipelekewe magavana? Si gavana akona kazi yake ya kufanya kule? Yeye atulipie madawa, atutengenezee mahospitali, lakini kazi ya masomo, kazi ya security, hiyo tuachiwe sisi. Tuko kwa national government, tusukumane nayo. And today we had the launching of a school bus and the commissioning of the dining hall. It was a big occasion for us. All the students who are here, all the parents are here, and the area member of parliament, Honorable GK, MPD. So it's good for us, good for the students, it's good for everybody. Before we had the DH, we could take our meals from outside. So that was quite challenging when there is rain, times of excessive sunshine, even dust. And again, it's also not hygienic. But now with the dining hall, we're able to have our students eat in dignity and also in comfort. It is also easy to manage them as they take their meals. Now, as for the bus, certainly it comes with some advantages. It's a youth movement, taking them for co-curricular activities, the academic tours, and such. So we shall be able to save on the transport of students as well as staff. We also shall be able to market our school in the sense that our students will be able now to participate in almost each and every co-curricular activity. So it also serves as a marketing tool for our school. Even more so, it is also an asset. It adds value to our capital as far as the school is concerned. The assets of the school are concerned. The dining hall, 7 million. The bus, 11.65 million. Total, that is 18.65 million. That is quite an amount of investment. Nashukuru Mheshimiwa GK kwa sababu ya kuletea shule yetu basi mpya. Tena amejenga horo kubwa ya watoto wetu kule ambao watakuwa wakila chakula. Tena tumefurahi kwa sababu ametuahidi atatujengea choo mzuri za milioni 3. Tena ameongezea choo ya walimu ya milioni 1.5 milioni. Kwa hivyo nafurahi sana nikiwa mzazi wapa Mukui. Nafurahi GK aendelee mbele na tunamuombea aendelee hivyo kwa sababu ni wengi sana walikuwa wakitaka kuona basi kwa mashule yao, lakini hawakupata.
lakini Mukuyu imepata. Kwa hivyo shukurani sana, kwa sababu amesema, head teacher wa hapa amesema choo zile ambao watoto wanatumia ni choo ambao iko na harufu mbaya sana, ni choo ya fiti 10, fiti 5, lakini wamesema wajengewa choo ya kufurashi, sio ile ya adu. Wamesema watajengewa choo ya kufurashi, choo 6 ya vijana na choo 6 ya wasichana. Kwa hivyo hiyo ni kufurahi sana. Na siku ya leo tumefurahia sana kwa mheshimiwa wetu, mbunge wetu GK kwa kutuletea basi. Watoto wetu watakuwa wakisumbuka, watakuwa wakienda tua safari mzuri na wakarudi vizuri. So tumefurahia sana, hata kwa kututengenezea hall ya kukulia. So tumefurahia sana na Mungu ambariki. Hapo mbeleni watoto walikuwa wanasumbuka sana, juu tulikuwa tunaenda kuhaya basi mahali kwingine, lakini wakati huu tunafurahia kuwa na basi yetu. Na wakati wa kula ranji walikuwa wanasumbuka sana, walikuwa wanakulia huku nje, lakini wakati huu tumefurahia sana, maana watakuwa wakikulia mahali ndani, wanyeshewi na wachomwi na jua. Tunafurahia sana kwa wakati huu, sababu tulikuwa tunakuja mkutano hatukuwa na hall. Sasa watoto walikuwa wanatolewa kwa darasa moja, tunaambiwa tuingie, wanakaa nje. Sasa tunafurahia sana. JK amefanya mambo mazuri sana na tunamfurahia sana. Sasa ametuletea basi, tulikuwa tunalipa za wenyewe, watoto wanapelekwa. Saa zingine wanatafutiwa Nissan, wanasema wako na stress. Sasa stress zimepunguza. Tunafurahia sana kwa sababu hata ametuambia atatujengea choo, watoto wako na stress sababu ya choo. Sasa wamepata choo, tumeambiwa tutapata mpaka ramp, na hiyo kitu najua juu amesema atatimiza. Tunafurahia sana kwa hayo yote ametutendea.